sote namna ambavyo anaiona dabi ya Kariakoo, lakini kubwa zaidi amepokeaje taarifa inayotembea mitandaoni kuhusiana na afisa habari wa Young Africans Ali Shaban Kamwe kufungiwa miaka miwili kujihusisha na mpira wa miguu. Ricardo, tuko vizuri? Tuko vizuri sana, tuko vizuri. Kifungo cha 6 cha 5. Leo mimi wasihesabu mara nyingi kwa sababu mimi ni mtu ambaye nafunga tu. Unajua kuhesabu maana yake unataka Ramadhani imalizike. Sasa mimi si miongoni mwa kutaka ishi. Mimi miongoni mwa kutaka Ramadhani endelee kubaki. Kwa mimi si hesabu viungo. Mimi mtu ambaye nafunga tu. Tunaelekea kwenye dabi ya Kariakoo, lakini dabi imekuwa ni tofauti sana. Hatuoni ile shamra kama tulivyokuwa tunazoea kwenye dabi nyingine, lakini pia tukimwona hata rais wa Yanga yuko busy na mashindano ya Ramadhani Cup. Yani mambo yamekuwa ni mengi sana kuliko mchezo wenyewe. Hii inaondoa ile ladha ya dabi. Unajua wakati sio kila mchezo unatakiwa makelele. Mwanzo alikuwa anapiga makelele kwa sababu ya nafikiri kila aliyekuwa anahusika na mchezo alikuwa anajaza uwanja kwa mdomo, yani anapiga makelele mradi watu hiyo mechi yao usika wajaze uwanja, maana wapate mapato. Lakini kwa siku imekuwa na athari sasa kwa kila ambaye anakuta anayepiga domo, kwa siku ile mechi inakuwa ngumu kwa upande wake. Yani kile anaelezea nakwambia anaitia ugumu ule mchezo kwa upande wake. Kwa Simba wanakuwa nafungwa, kwa Yanga sometimes wakapata sare, shamba nzuri. Kwa nafikiri na ukiangalia mchezo huu wa kesho ni mchezo ambao unakwenda kuamua nani awe bingwa, kwa sababu kwa ushindi wa Yanga pointi 4, ushindi kwa Simba pointi 2, anaongoza ligi. Draw bado ana advantage nani? Yanga. Kwa hiyo kilichobaki hapo ni kushinda michezo yake iliyobaki, kwa sababu Yanga kidraw na nani? Na Simba, maana yake itabaki pointi ile moja. Alafu ana game 7 zinabaki mkononi. Katika 7 hizo ana game 3 si mkoani, 3 ama 2. Ibaki zote za Dar es Salaam. Mchezo na Azam unakuwa unakuwa 4 baada ya mwisho. Kwa maana ana nafasi ya ile pointi moja kushikilia mpaka finali game. Kwa ukiangalia kifupi mchezo wa kesho una umuhimu sana. Yaani una umuhimu kwa Yanga, una umuhimu sana kwa Simba. Kwa lazima onyesha mind game ile, upange mkakati ambao sio makelele, wa kimya. Ndio anakuta kila mtu sasa anamchungulia mwenzie. Na hata anapozungumza kwa heshima. Sio ile nitakupiga mia. Je, hakuna hiyo, sababu mtu anaangalia, sababu washafanya sana watu, washafanya Ahmed hiyo, kila kifanya mwisho siku anadundwa yeye. Ashafanya Jeulizo akapigwa 5, ashafanya hiyo akapigwa Kidude, ashafanya akapigwa mfululizo mara 4 hapa. Ufikiri mdomo na nguvu ya kuongea ndaipata wapi? Jambo nzuri. Huko Yanga nako na game walishazifanya hivyo kama hivyo kuzungumza, tutakupigia tena 5, mwisho anashinda 1. Na ugumu wanauona wa mchezo. Kama mfano kama mchezo ule wa mwisho wa ligi, unaona kabisa Yanga ile game jinsi ilivyokuwa ngumu kwa upande wake, lakini quality kama mpaka akapata alama 3. Kwa hiyo wanajua nini kinakuwa baada ya kuwa wao wanazungumza. Kwa sasa hivi acha hivyo, kuna mechi pia Yanga sheko kufungwa 2 bila. Kwa mazungumzo kama hayo mpaka wenyewe kwa wenyewe kaanza kujibidishana kama tumekosea, tumefanya mechi imekuwa ngumu kwa sababu tumeongea maneno ambayo tumapa nguvu mashabiki wao, yani wachezaji wao, hasira, jazba. Kwa sasa hivi wanaona kila mtu ajiandae kimbinu, kimya. Pitch ya dakika 90 ndio ikaamue nani azungumze. Dennis Prosper amekuwa na mchezo bora sana anapofika kwenye dabi ya Kariakoo. Na ndio mchezaji ambaye anaumiza kichwa sana defense ya Young Africans. Kwako una mtazamaji kwa katika mchezo huu? Kibu kama mfuatilia vizuri dhidi ya Yanga, si tu akiwa Simba, toka akiwa Mbeya City. Ufuatilia vizuri Kibu mechi ya kwanza, namuona Kibu dhidi ya Yanga na Mbeya City hapa Dar es Salaam hapa. Na aliwasumbua sana hapa kwa Mkapa hapa. Aliwasumbua sana hapa. Mechi nyingine mpaka anakwenda kule Mbeya pia amekuwa na nyakati nzuri dhidi ya Yanga, sio tu akiwa Simba, toka akiwa wapi, yuko Mbeya City. Mchezaji ambaye ni mzuri, ana nguvu. Na kwa nini anakuwa anafanikiwa Kibu Dennis? Kwa sababu anajitoa. Unajua kwenye football kipaji pekee kichezi. Kwenye football kipaji na jitihada lazima iwepo. Yaani hata kama hata unapopiga chenga, usipige chenga kitaalamu. Piga chenga utaalamu, ndani yake siseme ile lugha ya kitaa na usambaa ndani yake. Yaani make vurugu ndio iwepo ndani yake. Sasa Kibu amekuwa ni mtu wa namna hiyo. Yaani yeye achezei taaluma, achezei kipaji, achezei jitihada. Sasa
jitihada yake ile huwa inawapa wakati mgumu sana walinzi, sababu ni mtu ambaye kwanza ukiwa nao atakupush na akiwa nao anakupush, yani sehemu ya kuingia anaingia, sehemu kupiga anapiga. Ni mtu ambaye ni ana ule ufundi, sema sio tani hivi afanye, ana hivyo vitu, yupo direct football. Ndio maana unapocheza mechi ngumu yote na ukiwa uko vile always lazima ufanye vizuri. Ndio maana unakuta ana asilimia kubwa sana Kibu Denis dhidi ya Yanga, kiangalia rate yake ile ni mechi chache sana labda toka amecheza chini ya kiwango, zote anacheza vizuri kwa sababu ya hicho ambacho alichonacho. Aragija Pirato amekabidhiwa tena dabi, ikiwa ni dabi yake ya 3. Amechezesha dabi ya Yanga na Azam, Simba na Azam, sasa anaenda kuchezesha dabi ya Kariakoo. Una doubt yote kwenye performance ya Aragija? Ni maamuzi mzuri sana kipindi hichi, maamuzi mzuri, ana maamuzi sahihi. Ile sasa hayo mengine ni maamuzi ya kibinadamu. Mshafa mzuri anasema kila mwanadamu ni mkosefu. Hakuna mwanadamu ambaye atakuwa sahihi. Sio tu kwenye maisha tunaishi. Kwenye kila jambo kuna mwanadamu anashiriki, lazima atakosea. Iwe mpira atakosea, iwe kwenye kazini atakosea. Kila sehemu. Ndio maana imeweka hapo kullu binadamu khatwaya. Kila mwanadamu ni mkosefu. Ila mbora wa wote ni yule ambaye atakiomba msamaha. Huyo ndio mbora. Huyo ndio mwanadamu bora siku zote. Kwa watu wanavyoona isiwe. Kwa hiyo mapungufu yapo, si ndio? Makosa yapo, lakini haimaanishi upungufu wake na makosa yake ndio akaondoa ubora wake. Ndio maamuzi bora katika kipindi hichi. Sasa na mechi kama hizi lazima wachezeshe waamuzi bora, kwa sababu waamuzi wengi washapoa mechi kama hizi zimetokea Pwani, lakini kapoa mchezo na ameweza kubudu. Na sio tu Simba na Yanga, hata kinga Azam mechi nyingi sana kuchezesha wanazimudu. Makosa yake utayaona baada ya, sio pale pale. Unajua kuna mtu pale pale tu kashakuwa gumzo, mechi dakika 20 tu tayari uko mtandaoni kashafanyaje. Lakini baada ya mechi kumalizika watu wamesherekea, shughuli imeisha, ndio watu wanaanza kutafuta mbele kwa faulu, mapa alishika aliacha. Shamba nzuri ni makosa ambayo ni yake, ukisikia ya kibinadamu ndio yale, sio ya makusudi. Kwa hiyo nafikiri ataumudu mchezo. Hivi vingine vinavyofanyika hivi ni kutoana katika, unajua wakati kutoka kwenye yeye tunataka unajua na Simba na Yanga wako namna hiyo, kuna muda wanaandaa content ambao watu mtakuwa bize nayo, afu wao mambo mengine yaendelee. Pengine labda mazugu labda msende kwa wataalamu, kwa hiyo kumwambia content atamtaki yule fanya nyinyi mtanza wewe kubatu wao wanafanya mambo yao kimya kimya. Kwa hiyo nafikiri ataumudu mchezo, na sio ataumudu, kashamudu mchezo mingi sana ya Simba na Yanga. Na sidhani kama katika mechi 10 mchezesha basi ni mechi 1 ama 2 ndio ambazo wazolalamikiwa. Lakini kikubwa zaidi wao wachokilalamikia sio maamuzi mabovu, kwamba wao wacholalamikia kwamba hajawahi kupata matokeo mechi dhidi ya Yanga refa akiwa Aragija. Sasa chaguo sio hiyo yenyewe Aragija au nyenyewe bovu. Unakata bidi uangalie tena ubovu wako, usiangalie sababu. Na mara nyingi kwenye maisha ukitafuta sababu tu utafanikiwa. Tazama kasoro yako wewe, kwa nini nimefungwa? Hiyo ndio wanao wazungu. Wazungu wakifungwa wasemi tu refa ni wachache sana. Na masuala refa wazungu wataachia waamuzi. Shamba nzuri au ni makocha wachache sana anaweza kulalamikia waamuzi. Tena baada ya kuona sasa hana budi, kashazidiwa huko, ana jinsi itabidi za kufanya alalamiki. Lakini wengi wanaangalia wapi ambapo tulipoteleza ili tufanyie masahisho baadaye tuweze kuwa bora zaidi. Kwa sidhani Simba kama labda masahisho yao eti ni marefa ndio wamefungisha katika hizi mechi nne mfululizo. Sio marefa, ni wao waangalie game approach yao nini wafanye ili waweze kupata matokeo dhidi ya Yanga. Cha kwanza ni kuheshimu tu Yanga, kujua kama Yanga na quality, wana ubora. Wasiende na akili zao za kitoto, wasijiongopee. Yanga na quality, wana ubora. Kwa hiyo angalie game approach yao ipi ambayo itawapa manufaa ya wao kupata pointi 3, sio kulalamikia waamuzi. Ricardo, turejee kwenye kibano. Tumeona Haji Manara alifungiwa miaka